Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultants. Hapo sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako. Ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Marekani, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, unaweza kuwasiliana nao kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na usaidizi. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni siku mbili zimepita toka Rais Donald Trump alipomteua Jeff Landry, gavana wa mji wa Louisiana, kama mjumbe maalum wa nchi ya Marekani katika eneo la Greenland. Eneo la Greenland ni eneo ambalo kiasili linakaliwa na watu wanaojulikana kama Inuits. Ni eneo ambalo actually lipo chini ya udhibiti wa dola ya nchi ya Denmark. Jambo la au hatua ya Rais Donald Trump kumchagua Jeff Landry kama mjumbe maalum wa nchi ya Marekani katika eneo la Greenland ni jambo ambalo limeleta sintofahamu kubwa, kwa sababu kiuhalisia Greenland ni eneo ambalo liko chini ya udhibiti wa nchi ya Denmark. Mawasiliano yote baina ya Marekani na eneo la Greenland maanake kiuhalisia inatakiwa yapitie katika serikali ya Copenhagen, kwa maana kwamba serikali ya nchi ya Denmark. Kuteuliwa kwa Jeff Landry maana yake inaonekana lengo la Marekani ni kuwa na mawasiliano moja kwa moja na serikali ya ndani ya eneo la Greenland. Denmark inapoitawala au inapotawalia eneo la Greenland, inatawalia katika mtindo ambao Denmark inadhibiti sehemu ya mambo, lakini vile vile kuna serikali ya ndani ya Greenland ambayo inadhibiti sehemu ya mambo. Denmark serikali ile ya Copenhagen manake inadhibiti kwanza katika upande wa fedha. Fedha inayotumika katika eneo la Greenland ni fedha ambayo iko chini ya udhibiti wa dola ya Denmark. Lakini jambo la pili ni jambo la usalama. Usalama wa eneo la Greenland ni usalama ambao unadhibitiwa na nchi ya Denmark. Lakini vile vile katika masuala ya kimataifa, katika masuala ya international diplomacy, masuala ya diplomasia za kimataifa, manake eneo la Greenland linawakilishwa na nchi ya Denmark. Na jambo la nne ni swala la uraia. Maana raia wanaopatikana katika eneo la Greenland ni raia ambao wanazingatiwa ni raia wa nchi ya Denmark. Pamoja na kwamba serikali ya ndani ya Greenland ni serikali ambayo inadhibiti baadhi ya mambo kama ya kimahakama, masuala ya kikodi, masuala ya elimu pamoja na masuala mengine ya kisiasa ya ndani ya Greenland, maana yake yanadhibitiwa na serikali ya ndani ya Greenland. Na kupitia mlango huu ndio inaonekana kama Marekani wanajaribu au wameamua kutumia njia ya nyuma kuwa na mawasiliano moja kwa moja na serikali ya ndani ya mji wa Greenland kuliko kupitia katika serikali ya Copenhagen, kwa maana ya serikali ya nchi ya Denmark. Jambo hili maana yake linaashiria moja kwa moja kwamba Marekani anachohitaji zaidi ni kuongeza influence yake ndani ya eneo la Greenland. Na ukizingatia kwamba sheria za ndani ya Greenland maana yake zinaruhusu raia wa Greenland kupiga kura ya tunasema ile referendum ya kutaka aidha kubaki na nchi ya Denmark au kuwa ni nchi huru. Na hili ni jambo ambalo Marekani inaonekana kwamba analichagiza kwa kiwango kikubwa. Ukiachilia mbali ile uwepo wa Marekani katika eneo la Greenland, kwa mfano Marekani ana base inayojulikana kama Thule Air Base, ambao actually kuna baadhi ya vifaa muhimu kama early warning system, mifumo ambayo inaweza ikaipa taarifa Marekani pindi panapokuwa kuna mashambulizi aidha kutoka katika sehemu kama za Urusi na mfano wake. Lakini vile vile Marekani amekuwa akifanya shughuli nyingi za kiintelijensia katika eneo la Greenland, ukiachilia mbali sehemu ya uwekezaji ambao vile vile ameufanya katika eneo la Greenland. Lakini inaonekana kwa siku za karibuni lengo kubwa la Marekani hasa inaonekana ni kama kutaka kuidhibiti moja kwa moja Greenland na kuitoa chini ya udhibiti wa nchi ya Denmark, kwa mujibu wa maelezo ambayo amekuwa akiyakariri mara kwa mara Rais Donald Trump. Eneo la Greenland ni eneo la kimkakati. Unapokuwa na eneo la Greenland maana yake unawezekana vile vile ukaweza kucontrol baadhi ya routes za kibiashara, kwa kuzingatia kwamba eneo la Greenland linapatikana katika bahari ya Arctic. Kutoka katika bahari ya Arctic maana yake unaweza ukatoka katika eneo la bahari ya Arctic, unaweza ukatoka katika nchi kama ya Urusi kuelekea katika nchi kama ya Canada kwa urahisi zaidi kuliko kupitia katika mzunguko mwingine wote. Lakini vile vile kutoka katika upande wa Asia, kwa kuzingatia kwamba Asia ni eneo ambalo kuna uzalishaji mkubwa sana wa viwanda.
kiasi ambacho hata ukiangalia katika ranks za bandari zake utagundua kwamba bandari 9 bora duniani zinapatikana katika bara la Asia. Bandari moja katika ile top 10, bandari moja tu ya Rotterdam ile ya Uholanzi ndio inaingia katika top 10, lakini zile 9 zote zinapatikana katika eneo la bara la Asia, kuonyesha kwamba uzalishaji katika bara la Asia ni mkubwa zaidi. Kwa hivyo usafirishaji wa bidhaa kutoka katika bara la Asia kuelekea katika bara kama la Ulaya na kuelekea katika bara kama la Amerika, especially Amerika Kaskazini, ni rahisi zaidi kupitia katika bahari ya Arctic kuliko kupita katika njia iliyozoeleka ya mfereji wa Suez kupitia katika Red Sea kuelekea katika mfereji wa Suez kuelekea katika bahari ya Mediterranean, au wakati mwingine kupitia katika ile rasi ya Tumaini Jema kule South Africa, pindi panapokuwa kuna hali ya sintofahamu, hasa katika maeneo kama ya Bab el Mandeb ambayo actually kwa kiwango kikubwa wakati mwingine huwa yanaathiriwa na movement ya kundi kama la Houthi. Kwa hivyo bahari ya Arctic inazingatiwa kwamba ni shortcut. Influence ya Marekani katika bahari ya Arctic sio kubwa sana, kwa kuzingatia kwamba eneo lake ndani ya bahari ya Arctic ni eneo dogo. Hasa anategemea uwepo wa eneo kama la Alaska, ambao actually ni eneo ambalo kiasili aliuziwa na Warusi. Lakini nchi ya Urusi maana yake ndio eneo kubwa zaidi katika bahari ya Arctic, ikifuatiwa na nchi kama ya Canada na kisha kufuatiwa na nchi kama ya Denmark pamoja na nchi kama za Finland. Sasa Marekani ili awe na ushawishi mkubwa katika bahari ya Arctic, kwa kuzingatia kwamba katika siku za usoni bahari ya Arctic inaonekana kwamba itakuja ku play role kubwa au itakuja kufanya kazi kubwa katika kushape masuala ya siasa za kikanda, especially katika upande wa kaskazini, na ndio maana inaonekana Marekani moja katika target yake kubwa ni kuhakikisha kwamba anakuwa na eneo kubwa pia katika eneo la bahari ya Arctic, ili kuhakikisha kwamba influence yake anaendelea kuimaintain. Pamoja na kwamba bahari ya Arctic ni bahari ambayo huwezi ukafanya kazi muda wote, kwa maana ya kwamba katika vipindi kama hivi ambapo jua linakuwa liko katika upande wa kusini mwa dunia, hasa katika mzingo wa Capricorn, ile wanasema kwamba ni Tropic of Capricorn, maana yake inapelekea kaskazini mwa dunia mara nyingi bahari ya Arctic inakuwa inajaa barafu kiasi ambacho meli za kawaida ya kufanya kazi panakuwa pana ugumu, na ndio maana inaonekana katika nchi kama ya Urusi wamefanya uwekezaji mkubwa katika meli zinazojulikana kama icebreaker. Lakini kwenye mwezi wa Oktoba nchi ya Marekani walifanya makubaliano ya awali, maana yake memorandum of understanding, na nchi ya Finland kwa ajili ya uwekezaji katika aina hiyo ya meli ambayo inajulikana kama icebreaker. Pamoja na kwamba Urusi wamepita mbele zaidi au wana meli nyingi zaidi za aina hiyo, lakini Finland ni nchi muhimu sana katika unapozungumzia meli za icebreaker, kwa sababu 80% ya meli za icebreaker duniani wanaodesign maana yake ni raia wa Finland, na 60% ya meli zote za icebreaker duniani kwa kiwango kikubwa zimetengenezwa katika nchi ya Finland. Ndio maana inaonekana Marekani amefanya haraka kwenda kuingia katika makubaliano na nchi ya Finland kwa ajili ya utengenezaji wa meli za icebreaker. Kwa hivyo harakati ya Marekani ambayo amekuwa akienda nayo tunajaribu kuitazama kwa jicho la karibu na kujaribu kulinganisha kwamba eneo la Greenland liko chini ya Denmark na Denmark ni memba vile vile wa NATO kama Marekani alivyokuwa memba wa NATO. Namna gani Marekani anaweza akafanya manipulation kuweza kulicontrol yeye eneo la Denmark kutoka kwa memba wenzake wa NATO, pamoja na kwamba ni jambo ambalo tunaliona kwamba linawezekana lisiwe na umuhimu sana kwa Marekani, kwa sababu zaidi ya mara moja ameweza kufanya baadhi au kuchukua baadhi ya hatua hata dhidi ya memba wenzake wa NATO. Tukijikumbusha katika siku za nyuma, Marekani aliwekea vikwazo nchi ya Uturuki, hasa katika uuzaji wake wa chuma ambacho kinazalishwa katika nchi ya Uturuki, na ni sababu au ni chanzo kikubwa cha kipato katika nchi ya Uturuki. Pamoja na kwamba Uturuki ni memba wa NATO, midhali pale kuna mazingira ambayo yalikuwa hayana maslahi moja kwa moja na Marekani, Marekani aliwekea vikwazo nchi ya Uturuki. Na hali kadhalika hata katika swala la Greenland tunachokiona wazi ni kwamba siasa inavyozidi kwenda, kuna uwezekano mkubwa zaidi Marekani akalazimika kutumia njia namna yote ili kuweza kuicontrol eneo la Greenland, kwa kuzingatia kwamba Greenland ni eneo muhimu la kistratejia. Na nikinukuu maneno ya Rais Donald Trump mwenyewe, alizungumza akasema kwamba vitu kama rare earth metal au mafuta au gesi tunaweza tukapata kokote, lakini issue ya Greenland inabaki kwamba ni issue muhimu kwa national security, kwa usalama wa nchi ya Marekani na vile vile kwa strategia ya mwenendo wa kiulimwengu jinsi ambavyo unakwenda. Ndio maana inaonekana nchi kama ya Urusi imewekeza kwa kiwango kikubwa sana katika uzalishaji wa meli kama zile za icebreaker, kwa kuzingatia kwamba
kwamba dunia inapoelekea mbele, kutokana na tishio ambalo limejitokeza katika siku za nyuma katika sehemu kama ya Bab el-Mandeb, kutokana na kuwepo kundi kama la Houthi, lakini vile vile urefu wa ruti kupitia kusini mwa Afrika katika ile rasi ya Tumaini Jema. Haya ni mambo yanayochagiza kwa kiwango kikubwa dunia kuanza kuangalia ruti ya upande wa kaskazini mwa dunia, pamoja na kwamba ni ruti ambayo inawezekana isifanye kazi kwa mwaka mzima. Kwa hiyo ni jambo ambalo bado tunajaribu kulitazama, tukitaraji kwamba katika siku za usoni tunaweza tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Uwe na muda mwema.